Ikiwa una biashara ya kuuza bucha na unataka kutumia application yetu ya bucha, application yetu ya dukani, cha kwanza tunaenda kwenye bidhaa na tutaanza kuweka bidhaa zetu. Sasa katika bucha, uuzaji wake upo wa namna mbalimbali. Namna mojawapo, maanake unanunua wanyama, unaenda unawachinja, alafu unauza kama nyama, au una wanyama, unawafuga, alafu baadaye unawauza wenyewe kama wenyewe, au una wanyama, alafu baadaye unawauza wengine kama wanyama na product zao, alafu wengine unawauza baada ya kuwachinja, maanake unauza zile pati zao. Kwa hiyo tutaangalia namna mbalimbali za namna ambavyo utaweza kuendesha bucha lako ukiwa dukani. Namna ya kwanza, maanake tutakuwa tuna wanyama, alafu tunawauza. Labda tutaweka wanyama wetu kwa ajili ya kuangalia namna inavyofanya kazi. Labda tutasema tuna ng'ombe mkubwa. Bei ambayo tunauza ni 1,800,000. Idadi tuliokuwa nayo labda ni 25. Sawa. Bei ambayo tumenunua labda 1,500,000. Hii tunauza kwa ng'ombe, maanake ng'ombe anahesabika, sio pisi, sio kilogram, wala nini. Maanake hapa tutasema tunahesabu kwa ng'ombe. Baada ya hapo, maanake faida kwa kila ng'ombe ni shilingi 300,000. Kwa hiyo tutahifadhi. Kwa hiyo tutakuwa tuna ng'ombe, kila ng'ombe ni shilingi 1,800,000, na ng'ombe tuliokuwa nao sasa hivi hapa ni 25. Pia tutakuwa na mbuzi labda. Kwa hiyo tutaongeza product nyingine. Labda tutakuwa tuna mbuzi, labda watu waite ni mbuzi jike. Bei ya kuuzia, labda mbuzi jike tunauza 100,000, 2,230,000. Idadi tuliokuwa nao ni 56. More option tunakuja. Bei ambayo tumenunulia labda 1,180,000. Sio lazima, maanake inaweza ikawa labda ni mbuzi wamezaana, maanake inaweza kubakia 0, au tunaweza tukaweka ili tuweze kujua profit tunayoipata. Mbuzi tunawapimaje? Tunapima kwa mbuzi, hatupimi kwa kilogramu, wala hatupimi kwa pisi, wala nini. Hawa tunapima kwa mbuzi. Kwa hiyo tukiwa tunauza, maanake tunauza mbuzi mmoja, mbuzi wawili, mbuzi watatu na hivyo. Kwa hiyo tunahifadhi. Kwa hiyo tunakuwa tuna mbuzi jike, ambaye kila mbuzi jike tunauza 2,230,000, na tuna mbuzi 56. Kwa hiyo tukibonyeza hii kadi itatuonesha vipimo vya kuuzia. Tuna mbuzi vipimo 56, kila mbuzi 2,230,000 hivyo. Labda tuna kondoo. Jina la bidhaa letu maanake ni kondoo ndo tunauza. Labda kondoo dume. Kwa kuamini kwamba kuna kondoo dume labda wana gharama yake, kondoo jike wana gharama yake hivyo. Kwa hiyo utaweka jina ambalo utaweza kuelewa. Kwa hiyo tuna kondoo dume tunauza 2,280,000. Idadi tuliokuwa nao ni 15. Alafu bei ambayo sisi tumeuzia ni shilingi 2,220,000. Kama nilivyosema, hii yenyewe sio ya lazima kama ipo. Hawa tunauzaje? Hatuuzi kwa pisi, kwa pakti, wala kwa kilogram. Kwa hiyo tutaenda hapa, tutaandika sisi wenyewe. Tunauza kwa nini? Tunauza kwa kondoo. Kondoo. Hapa nimekosea, hapa ni kondoo. Baada ya hapo tutahifadhi. Kwa hiyo sasa hapa tuna kondoo dume, tuna mbuzi jike na tuna ng'ombe. Hapa tumekosea kuandika, tunaweza kurekebisha. Ikawa ni ng'ombe. Sawa, kwa hiyo ni ng'ombe mkubwa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo tutakuwa tuna mifugo zetu zote ambazo tunahitaji kuuza. Baada ya hapo tutaenda sasa kwenye mauzo. Kwa hiyo tunaweza kurekodi mauzo kwa hapa,
au hapa hapa tukarekodi moja kwa moja. Kondoo dume mtu kataka amekuja anataka umuuzie, maana unarekodi tu kondoo dume. Basi anataka kondoo watatu, basi unaongeza unakamilisha mauzo. Kama anachukua kondoo dume labda na mbuzi jike, na wenyewe atakuja hapa utaweka mbuzi jike wangapi anahitaji na kondoo anahitaji wangapi. Kwa namna ya kwanza ya kuuza, maana tutaweka kondoo dume na tutakamilisha mauzo. Basi tukienda kwenye mauzo itatuonesha leo tumeuza, tukibonyeza itatuambia ni kondoo dume mmoja, na kondoo mmoja ni sawasawa na 280,000. Lakini tunajua labda tuna wateja wetu ambao kila siku tunakuwa tunawauzia. Kwa wakati tunafanya mauzo pia tunaweza kuweka taarifa za mteja. Kwa kumbe tuna wateja. Kwa hiyo tunaweza tukaja hapa tukaweka taarifa za mteja. Labda mteja anaitwa nani? Anaitwa Ali Juma. Tunaweka na namba yake ya simu. Tunahifadhi mteja. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tunaweka bidhaa zetu, maana yake tunakuwa tayari tumemchagua mteja. Kachukua mbuzi jike mmoja na ng'ombe mkubwa mmoja. Kisha tunakamilisha mauzo. Baada ya kukamilisha mauzo tukienda hapa itatuonesha aliyenunua hapa ni Ali Juma. Kwa hiyo tukienda ndani tutakutana na Ali Juma amenunua ng'ombe mkubwa na mbuzi jike. Sasa kitu kingine, maana yake tunaweza kuuza kwa mkopo. Labda mtu kanunua mbuzi au ng'ombe kwa mkopo, baadaye atamalizia tena hela. Kwa hiyo tutakuja hapo tutachagua mteja wetu. Kama ni mwingine yupo tutamweka. Sasa hivi tunaye Ali Juma amechukua ng'ombe, kamilisha mauzo, lakini atalipa baadaye. Kwa hiyo tutabonyeza lipa baadaye. Gharama jumla 1,800,000, labda ikalipia 1,000,000. Kwa hiyo anabakia anadaiwa shilingi 800,000. Kwa hiyo tutahifadhi mauzo. Kwa hiyo tukiangalia hapa juu kuna mapato na madeni. Madeni yetu ni shilingi 800,000. Kwa hiyo tutaenda katika 800,000, tutabonyeza, maana itatuambia hapa anadaiwa 800,000. Kwa hiyo tunauza akalipia deni. Aidha akalipia 800,000 yote au labda akalipia kwanza 600,000. Akilipia 600,000, maana yake hapa itabakia 200,000 anadaiwa. Hapa itatuonesha amelipia 600,000. Kwa hata atalipia na hizo 200,000, deni lake litakuwa limekwisha. Tunajua wakati mtu ananunua kuna gharama zingine ndogo ndogo, labda gharama usafiri, gharama ya kitu fulani. Kwa sasa tunaweza tukarudi hapa home. Hapa tumeona tunaweza kurekodi mauzo kutokea hapa, au tukaongeza mteja moja kwa moja, lakini kuna matumizi ambazo ndo gharama. Kwa hiyo tukibonyeza matumizi, maana yake tunaweza tutachagua aina ya matumizi. Kwa sasa hivi hatuna aina, tutaweka labda ni usafiri. Ndo aina ya kwanza. Kwa hiyo tutasema jina ya matumizi labda ni usafirishaji wa mifugo. Usafirishaji wa mifugo. Tutaweka kiasi labda 50,000 na maelezo ya ziada kama hapo tutahifadhi. Kwa hiyo tutakuwa sasa tunajua matumizi yetu ya kila siku. Kwa cha kwanza hapo tumeona namna ya kuweka bidhaa zetu na namna ya kufanya mauzo na namna ya kufuatilia matumizi yetu ya kila siku kuhusiana na mauzo tunayofanya. Yaani matumizi ambayo yanakuwa nje ya mauzo. Lakini pia kitu kingine ambacho tumeona katika mauzo kwamba tuna uwezo wa kuuza moja kwa moja, au tukauza kwa kuainisha jina la mteja wetu, au tukauza kwa madeni. Lakini pia tukienda huku kama tuna wateja wetu wapo tayari, tuna uwezo wa kuwaweka wateja wetu wote ambao tunao sasa hivi. Baada ya kuwaweka tukaendelea kufanya mauzo. Pia tunaweza kufuatilia huku madeni yetu moja kwa moja.